Bwana, mambo vipi mdau wangu wa sinema? Karibu tena kwenye chaneli yetu ambayo tunajichimbia kwenye mikasa ya kweli na ya kusisimua sana. Leo nataka nikupeleke nchini Afrika Kusini kupitia movie moja ya kipekee sana iliyotoka mwaka 2016. Inaitwa Vaya. Bwana, jina langu naitwa Cha the best presenter in town na hii ni Cha the storyteller, mnyama OG. Bwana, neno Vaya kwa lugha ya mtaani kule South maana yake ni nenda au safari. Na hii ni story inayohusu safari ya watu watatu tofauti, vijana wema na wasio na hatia kabisa kutoka vijijini kule jimbo la KwaZulu Natal. Wote watatu wanapanda treni moja kuelekea jiji kubwa la Johannesburg, jiji la dhahabu sana. Kila mmoja wao ana ndoto yake sana ya kuwa mtu fulani na shida zake pia. Kila mtu ana ndoto na shida zake, na kila mtu anatamani kwenda katika jiji hilo la Johannesburg, ndio mahali pa kwenda kubadilisha maisha ya familia zao. Lakini hawajui kuwa Johannesburg si jiji la kulemba, ni jiji la kikatili sana linalosubiri kuwameza wazima, yani wote wasiojua kanuni za mitaani. Leo tunawaangazia vijana hawa watatu ambao anaitwa Nila, Zanele na Nkulu, na jinsi siku yao ya kwanza tu jijini humo ilivyogeuka kuwa jinamizi la kutisha na uhalifu, magenge na usaliti. Hebu kaa tayari hapo. Bwana, tunaanza na kijana wa kwanza ambaye anaitwa Nila. Nila ni kijana mpole na mtanashati anayeenda Johannesburg baada ya kupigiwa simu na binamu yake anaitwa Solan. Solan amemwahidi Nila kuwa amemtafutia kazi kubwa na nzuri sana jijini humo, na kazi atakayoenda kuifanya, na kazi hiyo itamfanya aweze kuachana na umaskini wa kijijini kwao. Bwana, Nila anafika jijini akiwa na tabasamu kubwa sana, akiamini maisha yake yamebonyezwa kitufe cha mafanikio. Bwana, lakini anapokutana na binamu yake Solan, ukweli unamgonga usoni. Hakuna kazi za ofisini wala za kiwandani. Bwana, Solan ni mhalifu mkomavu sana, anajishughulisha na uwizi wa magari, upolaji na utapakaji wa pesa haramu mitaani. Bwana, Solan amemleta Nila ili amfanye kuwa punda au mtu wa kumsaidia kufanya madili yake ya hatari mitaani, kwa sababu Nila ana sura ya upole na polisi hawawezi kumhisi. Bwana, Nila anashtuka sana na kutaka kukataa, lakini anajikuta hana pa kwenda, hana nauli ya kurudi, na marafiki wa Solan ni majambazi hatari wenye silaha. Bwana, katika usiku huo wa kwanza Nila anaingizwa mzima kwenye dili la uwizi wa magari. Mambo yanaenda mlama sana, milio ya risasi na rindima, na Nila anashuhudia ukatili wa mitaani mchana kweupe. Bwana, ndoto zake za kupata kazi halali zinayeyuka, na anagundua kuwa ili asife njaa au asipigwe risasi lazima akubali kuwa gangster na kupoteza ubinadamu wake. Sasa tunamwangalia kijana wa pili kwenye hiyo treni, ni msichana mdogo na mrembo anaitwa Zanele. Bwana, Zanele anaenda kutafuta kazi yake mwenyewe na amesindikizana na mwanamke mmoja wa makamo kutoka jijini kwao, na anaenda kumpelekea mtoto mdogo wa kike kwa mama yake mzazi anaishi Johannesburg. Bwana, Zanele anaona hii ni nafasi nzuri ya kuliona jiji kubwa na labda kutafuta maisha. Bwana, wakiwa njiani, yule mwanamke aliyesafiri na Zanele anaugua ghafla na kufariki. Bwana, Zanele anajikuta amebaki peke yake kwenye jiji la kigeni akiwa na yule mtoto mdogo mikononi mwake, na hana namba ya simu ya mama wa mtoto, hana mwenyeji na hajui aanzie wapi. Akiwa amesimama kwenye station ya treni kwa uoga na kuchanganyikiwa, anakutana na mwanamke mmoja anayeonekana mkarimu sana, anayejitolea kumsaidia na kumpeleka kwake kupumzika. Bwana, Zanele anaamini amepata msamaria mwema, lakini hapa ndipo anapoingia kwenye mtego mbaya zaidi. Bwana, yule mwanamke kumbe ni kiongozi wa magenge linalojishughulisha na biashara haramu za binadamu na ukahaba. Bwana, noma sana. Anamfungia Zanele na yule mtoto ndani ya chumba iliyojaa wanawake wengi sana waliotekwa. Bwana, Zanele anagundua kuwa anataka kuuzwa kwa matajiri wa kigeni ili afanye biashara za ngono. Usiku huo Zanele analazimika kutumia nguvu za ujasiri mkubwa sana kupambana ili kujiokoa yeye na yule mtoto mdogo kabla hawajaribiwa maisha. Bwana, safari ya Nkulu inaanza kwa huzuni mkubwa tangu mwanzo. Baba yake alifariki wiki chache zilizopita kule Johannesburg alipokuwa anafanya kazi, na Nkulu ametumwa na familia yake kwenda jijini kuchukua mwili wa baba yake ili arudishe kijijini kwa ajili ya
mazishi ya heshima. Bwana Nkulu anaenda akiwa na barua na pesa kidogo za kulipia mochwari na usafiri wa jeneza. Bwana, lakini anapofika Johannesburg na kukutana na ndugu zake wa mbali wanaoishi huko, anakumbana na ukuta mkubwa. Kumbe baba yake hakuwahi kufariki kwa ugonjwa wa kawaida. Aliuawa kwa kupigwa risasi katika ugomvi wa ardhi na magenge ya teksi. Noma sana. Bwana, mbaya zaidi, pesa alizokuwa nazo Nkulu hazitoshi kabisa kulipia gharama za mochwari kwa sababu ya makaratasi ya rushwa na maafisa wa jiji. Sasa hapa tunakuja kugundua kwamba ndugu zake na huyu Nkulu wanajikuta wamekasirika sana na wanataka kutumia kifo cha baba yake Nkulu kama kisingizio cha kuanzisha vita ya kulipiza kisasi dhidi ya genge lililomuua. Bwana, Nkulu ambaye ni kijana mpole asiyependa fujo anajikuta anashikishwa bunduki mikononi mwake. Badala ya kubeba mwili wa baba yake Amani, anajikuta yupo katikati ya mapambano ya silaha mitaani. Bwana, akilazimika kupiga risasi ili kulinda maisha yake. Safari ya heshima inageuka kuwa safari ya kumwaga damu. Bwana, ukatili wa movie ya Vaya unakuja pale ambapo mikasa hii mitatu, ingawa ilianza mbalimbali, inakuja kukutana katikati ya mitaa yenye ghasia ya Johannesburg. Akiwa kwenye gari la uwizi na binamu yake, na Zahera akikimbia na mtoto mikononi mwake mitaani, huku Nkulu akiwa ameshika bunduki akifukuzana na wauaji wa baba yake. Bwana, sasa wote watatu wanagundua kitu kimoja kikubwa, kwamba Johannesburg haina huruma na mtu. Hakuna anayejali kama ulitoka kijijini ukiwa mtu mwema. Jiji hili linakuhitaji ubadilike, uwe mkatili na uwe mhalifu ili uweze kuona kesho yake. Bwana, vijana hawa wanapoteza utu wao ndani ya masaa 24 tu tangu waliposhuka kwenye ile treni ya matumaini. Bwana, mwisho wa siku dhoruba inatulia, lakini ikiwa imewaacha wakiwa wamejeruhiwa vibaya sana kisaikolojia na kimwili. Wale waliokuwa na ndoto za utajiri wanajikuta wako kwenye mikono ya polisi au wamekufa, na wale waliotaka kuokoa maisha wanajikuta wamebaki na makovu kwenye mioyo yao. Bwana, hii movie ya Vaya inaishia kwa kuonyesha ile treni ikirudi tena kuelekea vijijini, lakini wale waliopanda kurudi hawajafanikiwa kubadilisha maisha yao kama walivyodhani. Wamerudi wakiwa watu tofauti kabisa, watu walioona upande wa giza kabisa wa maisha yao. Bwana, na huo ndio mkasa mzima wa movie ya Vaya. Na kama umeipenda simulizi hii ya kusikitisha na yenye mafunzo mengi, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe, alafu pia ulike video hii. Uache comment yako hapo chini. Kati ya Zila, Zahera na Nkulu, ni nani ambaye mkasa wake umekugusa au umekusikitisha zaidi? Bwana, jina langu naitwa Cha the best presenter in town. Hii ni Cha the storyteller, mnyama OG. Tukutane kwenye recap inayofuata.